Mambo ya Nyakati wa Pili 31:4-12. Maneno ya Mungu yameandikwa hivi: tena akawaamuru watu waliokaa Yerusalemu watoe sehemu ya makuhani na Walawi, ili hao wajibidiishe katika torati ya Bwana. Mara ilipotangaa amri, wana wa Israeli wakatoa kwa wingi malimbuko ya nafaka na divai na mafuta ya asali na mazao yote ya mashamba na zaka za vitu vyote wakavileta kwa wingi. Nao wana wa Israeli na Yuda waliokaa mjini mwa Yuda wakaleta pia zaka za ng'ombe na kondoo na zaka za vitu vilivyowekwa wakfu alivyowekewa Bwana Mungu wao, wakaviweka chungu chungu. Katika mwezi wa 3 wakaanza kuweka misingi ya hizo chungu, wakazimaliza katika mwezi wa 7. Hata walipokuja Hezekia na wakuu kuziona zile chungu, wakamuhimidi Bwana na watu wake Israeli. Ndipo Hezekia akaulizana na makuhani na Walawi katika habari ya hizo chungu. Azalia kuhani mkuu wa nyumba ya Sadoki akamjibu akasema, tangu watu walipoanza kuleta matoleo nyumbani mwa Bwana, tumekula na kushiba na kusaza tele, kwa kuwa Bwana amewabariki watu wake, na kilichosalia ndiyo akiba hii kubwa. Ndipo Hezekia akaamuru kutengeneza vyumba nyumbani mwa Bwana, wakavitengeneza, wakayaingiza matoleo na zaka na vitu vilivyowekwa wakfu kwa uaminifu, na juu yake Konania Mlawi alikuwa mkuu, na wa pili ni Shemei nduguye. Mstari wa 13. Na Yehieli na Azalia na Hasi na Asaheli na Yelimosi na Yozabadi na Elieli na Ismakia na Mahasi na Benaya walikuwa wasimamizi chini ya mkono wa Konania na Shimei nduguye, kwa amri ya Hezekia mfalme na Azalia mkuu wa nyumba ya Mungu. Mstari wa 14 na wa mwisho. Na Kole mwana wa Ima Mlawi, bawabu wa mlango wa mashariki, alizisimamia sadaka za hiari za Mungu ili kugawa matoleo ya Bwana. Navyo vitu vilikuwa vitakatifu sana. Hii ndio neno la Mungu.